kuna watu wanaweza wakajiuliza Simba Oranga, kwa nini Taifa Stars ama Tanzania wamepokelewa? Wamefanya kitu gani? Labda kwa level yao ya kupima mafanikio wanahisi Tanzania ama kikosi hiki cha Taifa Stars hakikustahili kupokelewa kwa mapokezi haya. Ilistahili kutokana na mafanikio ambayo wamefikia ya michuano ya mataifa ya Afrika, ambapo ni mara ya 4 tunashiriki toka kwa upande wetu sisi. Maanake mashindano yameanza muda mrefu, lakini kwa sisi tumeshiriki safari mara ya 4. Mara ya kwanza mwaka 1980 ndio tulishiriki, lakini hatukufanya vizuri. Tulishia katika hatua tu ya makundi na tulipata alama moja katika fainali ambazo zilifanyika pale Nigeria, na hatukuambulia chochote pale, maana yake hatukuenda katika hatua ya mtoano. Tulishiriki mara ya pili mara baada ya kupita miaka 39. Ni muda, yani hapo unaweza kuona ile distance kutoka pale 80 mpaka 2019. Tulishiriki lakini hatukufanya vizuri. Tulishia hatua ya makundi vile vile na hatukupata alama yoyote. Mara baada ya pale 2019 tukakaa mpaka 2023 tukashiriki, na hapo hatukufanya vizuri. Tulishia katika hatua ya makundi. Sasa kuelekea fainali hizi za 4 ama ya 4 kwa Tanzania, target ama lengo la kwanza ni kufika katika hatua ambayo hatujawahi kufika. Hatua ipi? Maanake mtoto anapoanza kutembea, anapozaliwa, kuna stage ambazo anakuwa anapiga, ndio anasimama dede na vitu vinginevyo mpaka anaanza kutembea. Umependa dede? Sasa toka tumeanza kushiriki hatujawahi kufika hatua ya mtoano. Ameanza kuchanganya mapema tu. Hatujafika hatua ya mtoano toka tumeanza kushiriki. Hii mara ya 4. Sasa safari hii ukiangalia tumeweza kufika hatua ambayo ilikuwa ni ngumu kwa upande wetu, kufika hatua ya mtoano, hatua 16 bora. Na ndio kitu ambacho kwa upande wa taifa la Msumbiji napo anajivunia hivyo hivyo. Unajua Msumbiji nao vile vile wameshiriki mara 3 mara 4 katika michuano ya AFCON, lakini ushiriki wao wa Msumbiji walikuwa hawajawahi kufika hatua ya mtoano 16 bora. Wamefika safari hii na wakaondoshwa mchezo na Nigeria, ndio. Kwa hiyo ni hatua ambayo unaona kabla ya mashindano tulijiwekea malengo hayo na tumeyatimiza malengo hayo. Kwa hiyo ile kama tungeenda robo, nusu, finali kwa ni bonus. Ndio, lazima kwanza waza na hatua moja kufika, na unapongeza kocha Gamondi. Unajua Gamondi kuna rekodi ameenda kuitengeneza na pengine itaishi mpaka baadaye kocha mwingine aje kuivunja. Kufika hatua ya robo finali, maana yake ametengeneza njia pale kama kocha wa timu ya taifa ya Tanzania kufika hatua ambayo haijawahi kufikwa na kocha yote. Walianza kuchonga misingi barabara miaka hiyo 80 kida Bendera, lakini haikuwahi kufika hatua kama hiyo. Yeye amechukua timu na amefika hatua kama hiyo. Ukiangalia kwa Gamondi ana historia kipekee katika ardhi ya Tanzania. Alichukua Yanga, tunakumbuka akafika robo finali kwa mara ya kwanza. Unajua Yanga amecheza ligi mabingwa mara ya kwanza anaipeleka robo finali ilikuwa ni Gamondi. Toka ameanza kushiriki ligi ya mabingwa. Rekodi ya pili alienda nayo Singida pale, akapeleka hatua ya makundi group stage. Yeye ndo amefanya mara kwanza. Kachukua timu ya taifa, kaipeleka hatua hiyo ya mtoano. Kwa hiyo nafikiri Singida wasema hatua ya makundi ile group stage. Na Sekafa? Kwa na Sekafa na ubingwa vile vile. Hapa ubingwa kwanza. Yes. Kwa hiyo ni rekodi ambazo katika ardhi ya Tanzania unamsifia Gamondi amezitengeneza. Lakini kwa nini tumewapokea kwa heshima? Kwa sababu malengo ambayo tuliwawekea ama tulijiwekea tumefikia. Ya kufika hatua gani? Kufika hatua ambayo tukuwahi kufika katika michuano ya AFCON toka tumeanza kushiriki mwaka 80. Hatua gani? Hatua ya mtoano. Ndio kitu ambacho unaona leo hii kuna kitu ambacho kimeongelewa. Ndio maana ukimsikia waziri Profesa Palamagamba Kabudi, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, anakuambia hii ni ishara njema kuelekea AFCON 2027. Ishara njema, manake ni kitu ambacho unaweza kuona kama tumefika hatua ya 17 bora. Pengine michuano ijayo, manake bado mwaka mmoja tu, inaweza tukafika. Alafu ni nyumbani. Nyumbani. FM.